Okay, Bwana Yesu apewe sifa tena. Ninakusalimu katika jina la Bwana. Mbele yako ni rafiki yako, mwalimu wa neno la Mungu na mhubiri wa Injili. Ninaendelea na somo neema iliyo ndani yako. Nimekuambia kwamba kila mtu amezaliwa kwa kusudi lake, na ndiyo maana kusoma kitabu kile cha Warumi utagundua wazi. Ukisoma kile kitabu cha Warumi ile sura ya 9 na ule mstari wa 11 utagundua, kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto, wala hawajatenda neno jema wala baya, ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua, si kwa sababu ya matendo, bali kwa sababu ya nia yake aitaye. Nataka ufahamu kitu kimoja. Kusudi la kuchagua ni la Mungu. Mungu ndiye anayetamani, Mungu ndiye anayetaka, ni kwa mapenzi yake anamchagua huyu, anamwacha huyu, si kwa sababu ya kutenda mema. Hapana. Nina maana kwa nini ninakwambia namna hii? Kwa sababu kila mtu unayemuona duniani, kila mtu aliyekuzunguka, hata mliozaliwa tumbo moja, mama mmoja, baba mmoja, kila mmoja amezaliwa kwa kusudi la Mungu. Unaona, Biblia andiko hili la Warumi 9, hii mstari wa 11 laeleza kwa habari ya Yakobo na Esau. Hawa walikuwa ni mapacha waliokuwa kwenye mfuko mmoja, lakini tunaambiwa hata katikati ya hao mapacha Mungu alimchagua huyu akamwacha huyu, ni kwa mapenzi yake yeye. Sasa nataka nikwambie, maadamu uko hai, umechaguliwa kwa kusudi la Mungu. Usikate tamaa, usijione kwamba wewe hauna maana. Kuishi kwako duniani ni kwa makusudi ya Mungu. Usisahau pia Mungu anafanya kazi, anatenda kazi na wale awapendao katika kuwapatia mema, yaani wale aliowachagua kwa kusudi lake. Utaona Warumi 8:28 pia. Utaona Mungu alituchagua tangu asili sawasawa na kusudi lake. Nimekusomea Waefeso 1:11. Tumezaliwa kwa makusudi ya Mungu. Sasa basi, utaona sasa kwa nini kila aliye na kusudi anahitaji kuwa na neema. Na hiyo neema ipo, neema yako ipo. Na neema hii inatokea kila hatua moja, ni neema. Kila hatua ni neema. Unahitaji neema kwenye kila hatua ya maisha yako. Nataka nirudie tena. Unahitaji neema kwenye kila hatua ya maisha. Na hiyo neema umepewa neema ya Mungu. Kila mtu anayo neema yake sawa sawa na kusudi aliloitwa. Unaweza kuwa ni mfanyabiashara, iko neema ya Mungu kwa ajili ya biashara. Inaweza kuwa ni daktari, iko neema ya Mungu kwa ajili ya udaktari. Mungu amekuita kama mtumishi wake, iko neema ya Mungu juu ya huo utumishi. Na mimi nataka nikushauri ama usikie habari ya Roho Mtakatifu leo. Kama kweli neema ya Mungu ndiyo iliyokufanikisha, kama neema ya Mungu ndiyo iliyokupeleka mpaka ukafika hapo ulipo, huwezi kushindana na mtu mwingine, wala huwezi kugombana na mtu mwingine. Kwa sababu ikiwa we umejua ni neema ya Mungu imekupa hicho ulicho nacho, itakuwaje ushindane na watu wengine? Ujue kama wewe Mungu alikupa neema yake ukafika kwenye nafasi ulio nayo, basi uwe na hakika hata na watu wengine Mungu atawapa neema pia ya kuwapeleka mahali pengine. Bwana Yesu apewe sifa. Na mimi kuna kitu kinanishangaza kidogo. Wewe kama ni mtumishi wa Mungu, wewe ni mhubiri mwenzangu, wewe ni nabii, wewe ni mchungaji, wewe ni askofu, wewe ni mwalimu, wewe ni mtume, kama kweli ni neema ya Mungu, narudia tena, kama kweli ni neema ya Mungu imekufikisha hapo ulipo, kwa nini unawapiga vita watumishi wengine wa Mungu? Kama kweli neema ya Mungu ndio iliyokuinua, iliyokusaidia, kama kweli kusudi unalo, Mungu akakupa na neema yake ukafika hapo ulipo, kwa nini upambane na watu wengine? Kwa nini uwapige vita watumishi wa Mungu wenzako? Hii kitu inaweza kuleta mashaka. Nataka kusema nini? Kama ukimwona mtumishi wa Mungu anayejiita ni mtumishi wa Mungu, ukiona anatukana wengine, anapiga vita wengine,
kwa nafasi aliyonayo, ujue inatupa mashaka. Inaweza kuwa sio neema ya Mungu iliyomfikisha hapo. Ana namna yake, ana mambo yake yaliyomfikisha pale. Ndiyo, kama neema ya Mungu ndio imekufikisha hapo, neema ya Mungu ndio imekupa hiyo nafasi ulio nayo, neema ya Mungu ndio imekupa huo upako ulio nao. Kama kweli ni kwa neema ya Mungu umekuwa hapo ulipo, kwa nini uwakanyage wengine? Kwa nini uwakanyage wengine? Kwa nini uwavunje wengine? Kwa nini uwatengenezee fitna wengine? We unanisikia hapo kazini? Kama kweli neema ya Mungu ndio imekupa hiyo nafasi, hicho cheo, kwa nini uhangaike kuwaumiza wengine, kuwatengenezea fitna wengine wafukuzwe kazi? Basi hii itusaidie wote. Ukiona mtu anakupiga vita, uwe na hakika hapo alipo sio neema ya Mungu imemfikisha hapo, kuna mambo yake mengine yamemfikisha pale. Ungependa nikupe andiko la ajabu sana? Nataka nikupe andiko la ajabu sana. Wakorinto, ukisoma waraka wa Mtume Paulo aliyowaandikia Wakorinto, ukisoma ule waraka wa Wakorinto wa Paulo aliwaandikia Wakorinto, ile Wakorinto wa kwanza sura ile ya 7 na ule mstari wa 23 na wa 24, imeandikwa hivi: mlinunuliwa kwa thamani, msiwe watumwa wa wanadamu. Ndugu zangu, kila mtu na akae mbele za Mungu katika hali hiyo hiyo aliyoitiwa nayo. Sijui kama kuna mtu ananisikia hapa. Narudia tena, Paulo anasema hivi, nisikilize. Kila mtu alinunuliwa kwa thamani. Kwa nini ulinunuliwa na damu ya Yesu kwa thamani? Ni ili usiwe mtumwa wa mwanadamu. Iko neema nitakayokuombea leo, itakayokuondoa kwenye utumwa. Umekuwa mtumwa wa wanadamu. Wewe ulinunuliwa kwa thamani ili usiwe mtumwa wa wanadamu. Ndugu zangu, kila mtu na akae mbele za Mungu, kila mtu akae mbele za Mungu katika hali hiyo hiyo aliyoitiwa nayo. Unanisikia? Wewe umeitiwa kuwa mkandarasi, kaa hapo hapo. Wewe umeitiwa kuwa mhasibu, kaa hapo hapo. Wewe umeitiwa kuwa daktari, kaa hapo hapo. Umeitiwa kuwa mwalimu, kaa hapo hapo. Ndugu zangu, na kila mtu akae mbele za Mungu katika hali hiyo hiyo aliyoitiwa nayo. Huyo ni Paulo anawaambia Wakorinto wa kwanza sura ile ya 7 mstari wa 24. Tunagundua kila mtu ameitwa kwa namna yake. Huyu ni dereva, huyu ni mjenzi, huyu ni mhubiri, huyu ni mwalimu, huyu ni nabii, huyu ni mtume. We kama ni mchungaji, usiwatukane manabii. We kama ni nabii, usiwadharau waalimu ama wainjilisti. Ndugu zangu, kila mtu akae katika hali aliyoitiwa mbele za Mungu. Umeitiwa hapo kwenye unabii, kaa hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakuja tena wakati mwingine na somo lingine zuri kwa habari ya karama. Nimeona, unajua mimi ni mwalimu, kwa hiyo katika utafiti wangu wa wanafunzi naona kuna mgongano sana wa karama. Unadharau hiki, unadharau. Nataka ufahamu, Mungu amemuita kila mtu kwa kusudi lake. Amen. Alafu akampa na karama. Umeitwa, tuseme umeitwa kuwa mchungaji. Mungu atakupa na karama kama zawadi, kama kipawa, anakupa na karama. Na zile karama zimeainishwa, ziko nyingi tu. Kila mtu ana, Biblia inasema kama Roho apendavyo. Sasa ndugu yangu, umepewa karama hii, mwingine kapewa karama hii, unaanza kuona ile ya mwenzako ya matendo ya miujiza eti sio sahihi. Wewe hujapewa hiyo karama, kaa kwenye karama yako. Hilo sio somo letu leo. Somo langu ni neema. Nataka ufahamu kwa habari ya, nataka ujue iko neema ya Mungu kwako. Nataka ujue iko neema ya Mungu kwako.